wote wakao ndani yake ni mali yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba useme nasi neno lako. Ninaomba useme nasi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ninaomba unitumie kama chombo kwa utukufu wako. Rafiki yangu kipenzi, Roho Mtakatifu nikupendaye, Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu mkuu, karibu nitumie kama chombo kusema na watumishi wako. Karibu tujalie neema ya kujifunza maneno yako na kuyaelewa na kuyashika katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Yesu, mapafu mazuri. Hallelujah. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa neema hii. Kwa majina yangu naitwa Agustino Matias. Kwa neema ya Mungu ni mwinjilisti parishi ya Mabatini, mwinjilisti kiongozi. Lakini kwa neema ya Mungu ni mwalimu wa neno la Mungu. Na tulikuwa na semina hapa wiki la Pasaka. Lakini pia tangu nimetoka hapa sijapumzika hata kanisani kwangu. Nimesema kama Jumapili moja nafikiri nilikuwa Kigoma Kasulu, lakini pia nilikuwa na semina hapa Mwanza. Lakini pia nina mke mmoja, watoto wawili na wasalimia sana. Hongereni pia kwa ajili ya ujenzi ambao unaendelea nao. Mungu wa mbinguni awabariki na kuwatia nguvu. Kwa sababu Mabatini ni mtoto wa Igogo, kwa sisi ni watoto wenu. Sisi pale Mabatini hata eneo la kujenga hatuna, kwa mpaka tununue eneo jingine. Lakini nyinyi angalau mna neema, mmezungusha hivi. Kwa hiyo tuifanye kazi ya Mungu kwa moyo, naamini kila mmoja atavuna cha kwake. Basi niombe unisikilize kwa umakini, maana ujumbe ambao naenda kusema nawe ni ujumbe mkubwa sana. Kama utanisikiliza kwa jinsi ya rohoni na ukaupokea ujumbe huu kwa jinsi ya rohoni, utakusaidia kutoka mahali ulipo kiroho na kiuchumi kwenda kiwango kingine. Somo letu linasema kujiweka wakifu kwa Bwana kwa njia ya sadaka. Somo letu linasema kujiweka wakifu kwa Bwana kwa njia ya sadaka. Kujiweka wakifu kwa Bwana kwa njia ya sadaka. Kujiweka wakifu kwa Bwana kwa njia ya sadaka. Ndio ujumbe ambao tutatafakari. Yamkini kwa wengine unaweza kuwa ni mgeni kabisa, lakini yamkini wengine wamekusikia kitu kama hichi. Kwa hiyo somo ambalo natamani uniazime masikio yako na unisikilize kwa umakini, kwa sababu ni ujumbe muhimu kwa ajili ya maisha yako na kizazi chako. Kama nilivyosema, somo letu ni kujiweka wakifu kwa Bwana kwa njia ya sadaka. Ile Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 29 ule mstari wa 5b. Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura 29 mstari wa 5b. Mwanzo nani Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 29 mstari wa 5b, maandiko yanasema, ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakifu leo kwa Bwana? Ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakifu leo kwa Bwana? Haya yalikuwa ni majira ambayo Mfalme Daudi, kwa baraka ambazo Mungu alimbarikia na utajiri aliokuwa nao, na Daudi ni miongoni mwa watu ambao walimcha Mungu na kumtegemea tangu utoto wake. Na Daudi ni miongoni mwa watu ambao walikuwa ni watoaji wa viwango vya juu, na kwa sababu hiyo Mungu alimbarikia sana Daudi na uzao wake. Na ndio maana hata Yesu Kristo anaitwa uzao wa Daudi. Kwa hiyo Yesu anaitwa uzao wa Daudi ni kwa sababu ya mambo mema ambayo Daudi aliyatenda mbele za Bwana,
namna ambavyo Daudi alienenda kwenye njia za Bwana, namna ambavyo Daudi alimpendeza Bwana, namna ambavyo Daudi alimlingana Bwana, namna ambavyo Daudi hakufanya jambo lolote bila kuanza na Bwana. Kila jambo alianza na Bwana. Kwa hiyo Daudi alitamani kumjengea Mungu hekalu. Alitamani kumjengea Mungu mahali ambapo ataabudiwa huyu Mungu, kwa sababu ameyaona matendo yake makuu. Akasema hapana, lazima kwa baraka na mali nilizopewa na huyu Mungu nimjengee mahali ambapo watu watakutanika kumwabudu. Kwa hiyo maandiko yasema Daudi alipoanza jambo hilo, Bwana akamwambia, hautanijengea mahali pa kukaa mimi wewe, kwa sababu mikono yako imejaa damu. Maana Daudi alikuwa ni mtu wa vita. Kwa hiyo alipigana sana na alimwaga damu za maadui sana. Kwa hiyo Mungu akamwambia, hautanijengea hekalu, isipokuwa mtoto wako Sulemani ndiye atakayenijengea nyumba mahali nitakapokaa. Kwa hiyo Daudi akasema, kama nimezuiliwa kujenga, basi mali nilizonazo naziweka akiba kwa ajili ya kujenga hekalu la Bwana. Na ukiangalia kuanzia mstari wa kwanza ile ambao tumesoma, Mambo ya Nyakati wa kwanza ile sura ya 29 kuanzia mstari wa kwanza mpaka huo wa 5, unaona zimetajwa na viwango ambavyo Daudi alitoa vya mali zake na fedha na vitu mbalimbali kwa ajili ya ujenzi wa hekalu. Lakini baada ya Daudi kutoa, akawageukia watu wake katika ufalme wake anaowaongoza, yani wana wa Israeli na wote wanaompenda Mungu na kumcha Mungu. Akawauliza swali hili, ile 5 pia anasema, ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakifu leo kwa Bwana? Kwa hiyo anawauliza swali, ni nani basi ambaye amekusudia kutoa kwa moyo leo ili ajiweke wakifu kwa Bwana leo? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Isiye tukumuza jirani yako, ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakifu leo kwa Bwana? Isiye tukumuza jirani yako, ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakifu leo kwa Bwana? Kwa hiyo kwa andiko hili tu inaonyesha kwamba kumbe kwa njia ya sadaka mtu anaweza akajiweka wakifu kwa Bwana. Tunaposema kujiweka wakifu, maana yake nini? Kujiweka wakifu kwa Bwana kwa njia ya sadaka, maana yake ni kujitenga kwa ajili ya kumtumikia Mungu na kumcha Mungu daima. Kujiweka wakifu kwa Bwana kwa njia ya sadaka, maana yake ni kujitenga kwa ajili ya kumtumikia Mungu na kumcha Mungu daima. Na ndio wale viongozi mbalimbali wakichaguliwa hapa, ni wazee wa kanisa na viongozi wa idara mbalimbali, lazima watakuja madhabahuni, watawekwa wakifu. Kwa nini wanawekwa wakifu? Maana yake wanatengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wanatengwa kwa watu maalum kwa ajili ya kumtumikia Mungu kulingana na nafasi walizochaguliwa. Lakini pia kuwekwa wakifu si kwa ajili ya viongozi peke yake, bali ni wajibu wa kila mwaminiye Kristo kujiweka wakifu mbele za Bwana kwa njia ya sadaka kila wakati. Unapojiweka wakifu mbele za Bwana kwa njia ya sadaka yako, yamkini kwa ajili ya maendeleo ya kanisa, kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, unapojiweka wakifu kwa sadaka, maana yake umejitenga kwa ajili ya Bwana na umekubali kuwa mali ya Bwana na umekubali maisha yako kumcha Bwana na kumtumikia daima, wewe na kizazi chako. Bwana Yesu apewe sifa. Tutaangalia jambo moja tu kwa siku ya leo. Ni somo refu, lakini tutaangalia jambo moja. Kama unaandika, andika jambo hili. Kila wakati unapopewa nafasi na Mungu ya kutoa sadaka, itumie vyema na utoe sadaka kwa moyo ili ujiweke wakifu kwa Bwana. Kila wakati unapopewa nafasi na Mungu ya kutoa sadaka, itumie vyema na utoe sadaka kwa moyo ili ujiweke wakifu kwa Bwana. Narudia mara ya mwisho. Kila wakati
unapopewa nafasi na Mungu ya kutoa sadaka, itumie vyema na utoe sadaka kwa moyo, ili ujiweke uwakifu kwa Bwana. Kwa hiyo kila wakati Mungu anapokupa nafasi kwa ajili ya kutoa sadaka yako kwa Bwana, yamkini ni sadaka ya zaka, yamkini ni sadaka ya shukrani, yamkini ni sadaka ya ujenzi na michango mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya kanisa la Mungu, hakikisha unaitumia nafasi hiyo vizuri, ili uitumie nafasi hiyo kujiweka wakifu kwa Bwana kwa njia ya sadaka yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kama ambavyo kwa Mungu tunajiweka wakifu kwa njia ya sadaka, pia kuna watu ambao wamejiweka wakifu kwenye miungu yao na kwenye matambiko kwa mali ya shetani. Kwa ni muhimu sana kujiweka wakifu. Kwa hiyo ukienda ibadani, ukienda ibadani ikifika saa ya kutoa sadaka, usiuzuie mkono wako, bali jitahidi kutenda vyema, maana ni nafasi ambayo Mungu amekupatia ili ujiweke wakifu mbele zake. Kwa sababu kuna saa utatamani Mungu akupe nafasi ya kujiweka wakifu kwake kwa njia ya sadaka, na hiyo nafasi hautaipata tena. Kanuni ya ulimwengu wa roho, ili uweze kupata baraka za Mungu, lazima ukubali kujiweka wakifu kwa Bwana kwa njia ya sadaka. Na hii kanuni sio tu upande wa Mungu, hata kwenye ufalme wa giza, ili uweze kuzipata baraka za ufalme wa giza, lazima ujiweke wakifu kwenye ufalme wa giza kwa njia ya sadaka. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna falme mbili. Kuna ufalme wa Mungu aliye hai na kuna ufalme wa shetani. Kwenye ufalme wa Mungu msingi wake ni sadaka, na kwenye ufalme wa shetani msingi wake ni sadaka. Ndiyo maana mtu asipotoa kwa Mungu lazima atatoa kwa shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, kama unahitaji kuvuna baraka za ufalme wa Mungu, hakikisha kila unapopewa nafasi ya kutoa sadaka, hakikisha unaitumia nafasi hiyo kujiweka wakifu kwa Bwana kisadaka, ili uvune baraka za Mungu. Kwa nini ni muhimu kuitumia vyema hiyo nafasi unayopewa? Kwa sababu kutoa sadaka ni vita. Na kwa sababu ni vita, sadaka sio jambo la kimwili, sadaka ni jambo la kiroho. Na kama sadaka ni jambo la kiroho, linafanyika kwa njia ya imani. Kwa hiyo ukitoa kwa jinsi ya mwili, hiyo sadaka yako umepoteza. Kwa hiyo ukitoa pasipo imani, sadaka yako haileti matokeo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo sadaka ni vita. Na ndio maana shetani anaweza akaruhusu mambo yote au nafasi zote anazokupa Mungu ufanye vizuri, lakini sio kwenye sadaka. Kama ni muimbaji ataruhusu uimbe vizuri, lakini sio kwenye sadaka. Kama ni mhubiri, shetani anaweza ruhusu uhubiri vizuri, lakini sio kwenye kutoa sadaka. Kama ni kwenye uzee wa kanisa na nafasi mbalimbali za uongozi, shetani anaweza ruhusu ufanye vizuri, lakini sio kwenye sadaka. Kama ni kwa habari ya kuhudhuria kwenye ibada muumini, shetani anaweza ruhusu ufanye vizuri, lakini sio kwenye eneo la kutoa sadaka, kwa sababu msingi wa imani tulio nao ni sadaka. Na ili uvune vya Mungu lazima uhakikishe hapa umefanya vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Na hii ndio sababu ufalme wa giza wanafanikiwa na ufalme wa Mungu wengi hawafanikiwi. Daudi alifanikiwa kwa sababu alijua siri. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 7. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 7, maandiko yanasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kwa hiyo tunaona kwenye Biblia wanadamu wa kwanza kutoa sadaka ni Kaini na Habili. Na utaratibu wa kutoa sadaka, mwanzilishi ni Mungu, si mwanadamu. Na sadaka ilianza baada ya
dhambi kuingia ulimwenguni. Kwa hiyo kwa njia ya sadaka, sadaka si kwa ajili ya maendeleo ya kanisa kwanza, bali sadaka ni kwa ajili ya mahusiano yako na Mungu kwanza. Kwa hiyo ukitoa sadaka kwa ajili ya maendeleo ya kanisa kwanza, na ukashindwa kujua siri iliyoko ndani ya sadaka kwamba ni kwa ajili ya mahusiano yako na Mungu kwanza, unaweza ukatoa ukasema lile dirisha nilitoaga mimi, lakini halina matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sadaka si kwa ajili ya maendeleo ya kanisa kwanza. Sadaka si kwa ajili ya kulipa posho watumishi kwanza. Sadaka si kwa ajili ya chochote cha kanisa kwanza, bali sadaka ni kwa ajili ya mahusiano yako na Mungu. Yalivunjika wapi? Tangu dhambi ilipoingia, mahusiano ya Mungu na mwanadamu yalivunjika. Kwa hiyo tangu saa hiyo, anayehitaji kurejesha mahusiano yake na Mungu lazima akae vizuri kwenye eneo la kutoa. Kana ndio maana Kaini na Abeli wanaagizwa kutoa sadaka. Swali, wakati huo hakuna hekalu yoyote, lakini wanaagizwa watoe sadaka, wala kuhani wa kupokea hayupo. Na naona kabisa Kaini akafanya vibaya alipopewa nafasi ya kutoa sadaka, kaitumia vibaya. Lakini Habili alipopewa nafasi ya kutoa sadaka, alijua siri ya sadaka. Kwa sababu hiyo aliona sadaka ni jambo la kiroho, na kwa sababu ni jambo la kiroho akafanya kwa imani. Na alijua anapofanya kwa imani naimarisha mahusiano yangu na Mungu, lakini pia anajiweka uwakifu kwa Mungu. Ndio maana ukisoma Waebrania 11:4 maandiko yanasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa nagundua Habili alifanya kwa imani, Kaini hakufanya kwa imani. Nafasi aliyopewa alitumia vibaya. Kwa hiyo Kaini alipogundua sadaka yake imekataliwa, akamkasirikia ndugu yake Habili, kwa maana sadaka yake imekubalika kwa Mungu. Kwa hiyo alipokasirika, Mungu anamuuliza swali ile mstari wa 6 na 7. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, naye inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kwa Mungu anamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini ukasirike kwa sababu ya sadaka ya ndugu yako imekubalika? Kwani na wewe ukifanya vyema hautapata kibali. Maana yake anamwambia hivi, nimekupa nafasi ya kwanza ya kutoa, haujafanya vyema, haujafanya vizuri. Kwa hiyo nakupa nafasi nyingine, itumie kufanya vizuri. Lakini Kaini hakumwelewa Mungu anasema nini. Kwa hiyo akafikiri kufanya vyema ni kumuua ndugu yake. Kwa hiyo alipomuua akaambulia laana na mateso yasiyokoma kwake, kwa sababu alifikiri kumuua inatosha. Kumbe ile sadaka aliyotoa Habili, maandiko yanasema ina nene aliyomema, na damu yake aliyoimwaga ina nene aliyomema. Kwa hiyo sauti ya damu ya Habili ikamlilia Mungu kwamba nimeuliwa na Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sadaka ni vita. Shetani anaweza ruhusu ufanye yote vizuri, lakini sio kwenye sadaka, kwa sababu sadaka inakuweka uwakifu kwa Mungu, kuwa mali ya Mungu. Ile Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 4. Matendo ya Mitume ile sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 4, maandiko yasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania, pamoja na Safira mkewe, aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, kwa nini Shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu? Sasa hizi ni habari za Anania na Safira. Wameweka naziri kanisani kwa ajili
ya maendeleo ya kazi ya Mungu. Lakini baada ya kuweka nadhiri, wameweka nadhiri ya kwamba wana shamba wanalo, na hiyo shamba wakiuza, thamani yake wataileta madhabahuni. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akawatafutia mteja wa kununua kile kiwanja. Lakini baada ya kuuza kile kiwanja, Shetani akajaza mioyo yao kumwambia uongo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakapunguza sehemu ya thamani ya ile fedha waliouza, wakaleta fungu moja madhabahuni. Roho Mtakatifu yule aliyewaletea wateja na akashuhudia mauziano ya kile kiwanja na bei iliyopangwa na makubaliano, Roho Mtakatifu huyo akawahi madhabahuni kwa Petro. Kwa hiyo wakati Anania ameleta fungu moja, Roho Mtakatifu akamsemesha ndani kwamba hichi alicholeta Anania si sawa. Tena Anania na Safira wakaagizana, leo tupishane kwenda ibadani. Mimi natangulia ibada ya kwanza mapema kabisa, alafu utakuja ibada ya pili. Kwa hiyo anaingia mwanaume, anaulizwa na Petro ya kwamba Anania, hii ndiyo thamani ya kiwanja mlichouza? Kwa sababu kiwanja kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na hata ulipouza thamani yake sio mali yako, ni ya Bwana, maana fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Tena Petro akamwambia kwamba kwa nini Shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Maana haukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu. Tunaweza ukaona kabisa Anania na Safira wanampenda Mungu, lakini Shetani aliwazuia kwenye eneo la kutoa sadaka. Shetani aliijaza mioyo yao kumwambia uongo Roho Mtakatifu, wakaleta kitu ambacho si sahihi. Yaani sawasawa ya kwamba Mungu amekubariki kwa wiki nzima faida 100,000, zaka yake ni 10,000, unaleta 9,000. Ni kuambia uongo Roho Mtakatifu. Yamkini Mungu amekubariki milioni 1, zaka yake ni 100,000, lakini unaleta 90,000, umemwambia uongo Roho Mtakatifu. Na kwenye hili eneo watu wengi sana wanaweza wakawa waaminifu kwenye zaka, wakipata faida 5,000, 10,000, 100,000. Wanajua tu hapa zaka si 10,000 tu, zaka ni 5,000, zaka ni 10,000. Lakini mapato yakiwa zaidi, zaka haitolewi. Na hata kama ikitolewa si kwa kiwango kile ambacho Mungu anataka, inapunguzwa. Kwa sababu hiyo mtu analeta akijua kwamba limeleta sawa sawa, anapokea laana badala ya baraka. Kama yamkini Mungu amekubarikia kiwango cha uchumi wako ni tofauti na mwingine, kwamba kiwango chako si cha kutoa 1,000, kiwango chako ni cha kutoa angalau kuanzia sadaka ile ya dhabihu 5,000 na kwenda juu, lakini unajaribu kujilinganisha na wengine wenye kipato cha chini, ni kumwambia uongo Roho Mtakatifu. Na ndio maana saa ya sadaka ndio wengi ambapo wanabanagwa uani, saa ya kutoa. Kila mtu amebana mkojo, amebana haja kubwa, saa ya sadaka. Kwenye saa ya sadaka ndipo ambapo Shetani anaiwekeaga mikono macho kwamba humo uhakikisha unachagua buku na sio 10,000 wala 5,000. Ile ule mkono unakuwa makini kujua hii ni jelo, hii ni 200, hii ni buku, hii ni 5,000, hii ni 10,000. Lakini saa ya ibada imekaribia, Shetani anakuambia huko ndani, wewe unatoaje dhabihu tu peke yake 5,000? Hebu katafute chenji kwa mangi pale ama kwa watu, tafuta chenji za jelojelo. Kwa sababu kila sadaka mtu yupo, kumbe ni jelojelo. Kamwambia uongo Roho Mtakatifu. Sikiliza. Siku moja Mungu alinifundisha kitu. Nimeenda kwenye ibada ya jumuiya. Hiyo siku nilikuwa na shilingi 1,400 tu mfukoni. Ndio riziki yangu ya siku hiyo. Na siku hiyo ya Jumamosi ya jumuiya natakiwa niende Kisesa kumwombea mtu. Kwa hiyo kwenye 1,400 niache matumizi nyumbani. Kwenye 1,400 niwe na nauli ya kwenda Kisesa na kurudi. Na kwenye jumuiya mimi ndio mhubiri. Kwa hiyo nyumbani nikaacha matumizi ya shilingi 400 hiyo unaoijua. Kwa hiyo kabaki na 1,000 kama nauli ya kwenda Kisesa kufanya hiyo kazi ya Mungu. Kwa hiyo nimefika kwenye jumuiya na mimi ndio mhubiri, nikasema leo sitoi sadaka.
Kwa nikapiga injili pale. Shetani amenijaza moyo wangu kumdanganya Mungu. Shetani anasema huku ndani ya kwamba ukitoa hii 1000 kisesa utaenda kwa miguu wewe. Lakini nimefika saa ya kutoa sadaka, wimbo wa sadaka unaimbwa, nimekaa kama sio mimi niliyehubiri. Lakini ghafla sauti ya Roho Mtakatifu ikaja ndani, ikaniambia hiyo 1000 hiyo naitaka. Kwa hiyo ndani ya moyo pakawa na mashindano kati ya sauti ya Mungu na sauti ya shetani. Inategemeana nitaitii sauti gani kati ya sauti mbili. Lakini nashukuru Mungu niliweza kuitii sauti ya Roho Mtakatifu, nikaitoa ile sadaka ya 1000, nikaitoa sadaka, nikabaki mifuko mieupe. Lakini ibada imeisha, natoka kwenye jumuiya, nakutana na muumini wangu mmoja ametoka na jumuiya yake, ameshika 1000 mkononi. Akaniambia, mtumishi, hii utakunywa soda. Nikamshukuru Mungu sana, amenirudishia buku yangu ya nauli. Lakini haitoshi, nikapitia kanisani, maana jumuiya kwa karibu na kanisani. Nikasema nipite kanisani mara moja kabla ya kwenda Kisesa. Nimefika kanisani na kutana na muumini wangu mmoja, anambia, mtumishi, kuna mama ulimwombea akiwa Arusha kwa njia ya simu, alikuwa na mimba ya miezi 11. Na madaktari walimwambia hawezi kujifungua kwa njia ya kawaida, lazima afanyiwe operation. Asipofanyiwa operation atakufa yeye ama mtoto wake. Lakini anasema baada ya kumwombea saa hiyo, wakati madaktari wanaandaa vifaa vya operation, yule mama akamkuta ameshajifungua. Kwa yule mama ametuma sadaka yake ya shukrani, ilikuwa ni 15,000. Kwa tayari kwa ile buku imezaa 16,000 ninayo mfukoni. Kwa nikaenda kwenye huduma Kisesa, nimeifanya kazi ya Mungu. Baada ya kumaliza ile familia wameandaa sadaka ya shukrani 30,000. Kwa hiyo tayari sadaka ile 1000 imezaa shilingi 46,000. Kwa hiyo 1000 yangu ni nauli na 45,000 ni faida. Nikarudi kifua mbele nyumbani na kilo ya nyama pembeni. Kwa nini? Bwana amenibarikia katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Kama ningezuia buku ningekosa 46. Na hapa ndipo shetani anatupigiaga kwa akili. Na tangu saa hiyo nikamwambia Mungu ya kwamba tangu leo dhabihu yangu nikaweka agano na Mungu. Maana maandiko yanasema ile Zaburi ya 50 mstari wa 5, nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu, maana yake wamejiweka wakifu kwa Mungu kwa njia ya sadaka. Kwa nikaweka agano na Mungu, nikamwambia Mungu, kuanzia leo umenifundisha kitu kikubwa na siri ya ajabu. Nikamwambia Mungu, kuanzia leo sadaka yangu tu ya dhabihu itaanzia 5,000 kwenda juu. Hata kama nikiikosa Mungu kwa njia yote, nipe 5,000 mpaka niipate. Ndio dhabihu yangu ya kila Jumapili, nje na zaka, nje na michango mingine. Kwa nikaweka agano kwenye sadaka na kuliweka wakifu kwa Mungu, mimi na mke wangu na watoto wangu. Na nikamwambia Mungu, hii sadaka ni sadaka ya agano. Hata kama mimi nikifa, uzao wangu asiwepo mpagani, asiwepo mganga wala mchawi, asiwepo asiyesoma, asiwepo masikini. Uzao wangu ukafanikiwe kupitia agano ambalo nimefunga mimi na wewe. Baadaye Mungu akaniunganisha na mtu yuko Marekani, nilikuwa naomba naye kwa njia ya WhatsApp, nimeomba naye, Mungu akamtendea jambo. Siku moja ananiuliza swali, mtumishi, niombe hela yoyote unayotaka nikupe. Kaambia sijawahi kuambiwa swali kama hilo na sijawahi kuomba hela ninayotaka kwa sababu mimi sijaitwa kwa ajili ya fedha. Kaambia haiwezekani. Wewe mwambie Mungu akwambie anataka utoe kiasi gani, lakini sio mimi kusema. Na sasa nina kiwanja ambacho nimehangaika kujenga miaka kibinadamu imeshindikana. Lakini Mungu aliponifundisha jambo hilo, baada ya yule mtu Mungu akamsemesha, akatuma sadaka yake ya kutosha, kanada hii kaanze ujenzi moja kwa moja. Kwa hiyo ujenzi ukaanza, ilikuwa mwaka jana. Ujenzi umefanyika, na si tu ujenzi, na miradi mingine imefunguka ya kiuchumi.
mwaka jana huo nimejenga nyumba, nimefungua saluni ya kisasa. Mwaka huu nimekamilisha kufungua ofisi ya kutengeneza masofa na vitanda vya kisasa. Nipe tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi kimefungua ni sadaka niliyotoa ya agano, ambayo niliweka agano kati yangu na Mungu, ya kwamba hii ni sadaka kwa ajili ya kujiweka wakifu mbele zako, mimi na kizazi changu, mimi na uchumi wangu na vitu vyangu. Nilipoweka agano na Bwana, Bwana akafungua baraka zake. Kwa hiyo kama tunahitaji baraka za Bwana, lazima tujue namna ya kujiweka wakifu kwa Bwana kwa njia ya sadaka, katika jina la Yesu aliye hai. Kama kuna watu wanajiweka wakifu kwenye miungu yao, Yesu zaidi ya Mungu tuliye naye. Haleluya, haleluya. Kuna watu wanajiweka wakifu kwenye miungu yao. Angalia Hosea 9:10. Hosea 9:10. Hosea 9:10, maandiko yasema, mimi nalimkuta Israeli kama dhabibu nyikani, nami naliona baba zenu kama matunda ya mtini yaliyoiva kwanza, lakini wakati wake wa kwanza, lakini walikwenda bahari Peori, wakajiweka wakifu kwa kitu cha aibu, wakawa wachukizwa kama kitu kile walichokipenda. Kwa maana Waisraeli walijiweka wakifu kwenye miungu ya bahari Peori kwa njia ya sadaka. Kama ni msomaji wa Biblia ile Hesabu 25, utaona Hesabu 25 mstari wa 1 hadi wa 3, unaona Waisraeli wakijiweka wakifu kwenye miungu na wakajiungamanisha na miungu ya bahari Peori. Kwa ni muhimu kujiweka wakifu kwa Bwana kwa njia ya sadaka. Lazima utafakari binafsi ya kwamba kama tuna ujenzi hapa, unajiweka wakifu kwa sadaka kiasi gani? Ile sadaka inene aliyomema kwa ajili yako na miradi uliyo nayo na kizazi chako. Inene aliyomema. Ndio maana kwenye eneo la kutoa usitake mshauri. Mwache mshauri awe ni Mungu. Ukitaka mshauri unakoseshwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili ambayo kama maliza. Mambo ya Nyakati wa Pili ile sura 29. Mambo ya Nyakati wa Pili ile sura 29 ule mstari wa 27 hadi 31. Mambo ya Nyakati wa Pili ile sura 29 mstari wa 27 hadi 31, maandiko yasema, Hezekia akaamuru kutoa sadaka za kuteketezwa madhabahuni, na wakati ilipoanza sadaka hiyo ya kuteketezwa, ukaanza huo wimbo wa Bwana na mapanda pamoja na vinanda vya Daudi mfalme wa Israeli, na kusanyiko lote wakaabudu, waimbaji wakaimba wenye mapanda, wakapiga. Hayo yote akaendelea hata ilipomalizika sadaka ya kuteketezwa. Hata alipokwisha kutoa sadaka, mfalme na hao wote waliokuwapo naye wakasujudia wakaabudu. Tena Hezekia mfalme na wakuu wakawaamuru Walawi wamwimbie Bwana sifa kwa maneno ya Daudi na Asafu mwonaji. Wakaimba sifa kwa furaha, wakainama vichwa wakaabudu. Ndipo Hezekia akajibu akasema, sasa mmejifanya wakifu kwa Bwana. Karibuni mkalete dhabihu na matoleo ya shukrani nyumbani mwa Bwana. Basi kusanyiko wakaleta dhabihu na matoleo ya shukrani, na wote wenye moyo wa ukarimu wakaleta sadaka za kuteketezwa. Kwa hiyo maandiko yasema Hezekia akaamuru kutolewa kwa sadaka za kuteketezwa madhabahuni. Na maandiko yasema ya kwamba wakati ilipoanza sadaka hiyo ya kuteketezwa, ukaanza na huo wimbo wa Bwana na mapanda pamoja na vinanda vya Daudi na Daudi mfalme wa Israeli. Kwa hiyo Hezekia ameamuru watu kutoa sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Watu wakatoa, tena maandiko yasema wenye moyo wa ukarimu. Walipotoa sadaka, mfalme Hezekia amejaa furaha kwa namna ambapo watu wanajitoa kwa Mungu kwa furaha kubwa na kwa mioyo ya ukarimu. Ndipo maandiko yasema Hezekia akajibu akasema, sasa mmejifanya wakifu kwa Bwana. Nendeni mkalete shukrani, matoleo ya shukrani.
Kwa hiyo wimbo ukaanza kuimba tena, Walawi wakamwimbia Bwana nyimbo za sifa na kumwabudu. Watu wakainama na kusujudu, wakamtolea Mungu sadaka na kuteketezwa na sadaka na shukrani na sadaka za aina mbalimbali, wakajiweka wakifu kwa Bwana. Sikiliza, hawezi kuzivuna baraka za Mungu bila kujiweka wakifu kwa Bwana. Shetani anaweza akaacha ukawa Mkristo, lakini kama haujajiweka wakifu kwa Bwana hauvuni baraka za Mungu. Nasema hivi, Yesu atakaporudi hatachukua kila mtu, anachukua waliojiweka wakifu mbele zake. Na wale ambao wamejiweka wakifu mbele zake, kwa mujibu wa Biblia, maandiko yanasema wazi kabisa, ndio watakaohukumu ulimwengu pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu sana kuhakikisha nafasi yoyote anayokupa Mungu itumie vema, kujiweka wakifu mbele za Mungu kwa sadaka aliyokubariki Mungu. Kama Mungu amekubarikia shilingi 100 na ndio riziki ulionayo, hiyo sadaka inatosha kujiweka wakifu kwa Bwana. Lakini kama Mungu amekubarikia zaidi, hakikisha unatoa kwa moyo wa ukarimu ili kujiweka wakifu kwa Bwana, ili upokee baraka zake. Ile Kutoka 32 mstari 29, Kutoka 32 mstari 29, na kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Kwa hiyo Musa anaongea na kusanyiko la Israeli, na anapoongea nao anawaambia Israeli ya kwamba jiwekeni wakifu kwa Bwana leo, na kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Kwa lugha nyingine, hamtapewa baraka zake bila kujiweka wakifu kwake. Nasema hivi, kuna uhusiano mkubwa wa mafanikio yako ya kiuchumi na hali ya nyumba ya Mungu unayemwabudu. Kama hali ya nyumba ya Mungu unayemwabudu ikiwa mbaya, na hali yako ya kiuchumi inakuwa mbaya, Bwana Yesu asifiwe. Kama hali ya nyumba unayemwabudu ikiwa nzuri na hali ya uchumi wako inakuwa nzuri, wewe fanya tu utafiti mahali popote ambapo wamejitoa kwa hali na mali kumjengea Mungu nyumba iliyo bora, angalia hali zao za kiuchumi. Alafu nenda mahali ambapo watu wameshindwa kumjengea Mungu mahali pazuri, angalia hali zao za kiuchumi zilivyo. Utaona hali zao za uchumi ni shida. Yamkini wapo wenye mishahara, lakini mishahara haikai. Wakiipokea magonjwa yanaibuka mpaka mshahara unaisha. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahusiano makubwa katika ulimwengu wa roho. Hali ya nyumba ya Mungu unayemwabudu na hali ya uchumi wako. Ili uchumi wako uwe sawasawa, lazima hali ya nyumba ya Mungu wako iwe sawasawa. Kama hali ya nyumba unayemwabudu ikiwa mbaya na hali yako ya uchumi haiwezi kufika mahali, utapata mshahara lakini hautakusaidia. Utapata faida lakini faida haitakaa. Kama ni msomaji wa Biblia, soma kitabu cha Hagai. Kitabu cha Hagai, maandiko yanasema walijenga nyumba zao nzuri, wakasahau kumjengea Mungu mahali pazuri. Sasa wale Mungu anawaambiaje? Anawaambia kwamba mmelima mashamba mengi, mmevuna kidogo, na mmepokea mishahara, mmeitia kwenye mifuko iliyotoboka ikapitiliza. Unashangaa ukipokea magonjwa au shida zinasubiria sawa umepokea mshahara. Kama zimefunguliwa, mshahara ukiisha na shida zimeisha. Ukishaona hali ya namna hiyo, ujue kuna shida ulimwengu. Kwa hiyo wanaambiwa kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu. Wanaambiwa pandeni milimani mkakate miti kwa ajili ya kuitengeneza nyumba yangu, na nyumba yangu ikiwa sawasawa na hali ya kiuchumi itakaa sawasawa. Ni muhimu sana kuhakikisha hali ya nyumba ya Mungu unayemwabudu inakaa sawasawa, kwa sababu sadaka unayotoa unajiweka wakifu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu kuzingatia hili leo. Kama unahitaji kufanikiwa kwa njia ya Mungu, itumie sadaka kujiweka wakifu kwa Mungu. Kama unahitaji kuziona baraka za Mungu,
kwenye biashara, kazi zako na kila jambo ulifanyalo, itumie sadaka kujiweka wakifu kwa Bwana. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Ni somo refu lakini kulingana na majukumu ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante kwa ajili ya neno lako ambalo umesema nasi ya kwamba tunatakiwa kujiweka wakifu mbele zako kwa njia ya sadaka na kukujengea hekalu na nyumba iliyo nzuri, ili hali zetu za kiuchumi ziwe sawasawa, na tukipokea mishahara ikae kwenye mifuko na sio kupitiliza, tukilima mashamba na kufungua biashara tukaone faida na maongezeko. Utujalie neema hiyo katika jina la Yesu Kristo. Amen.